Nizungumze Mheshimiwa Naibu Spika kwa niaba ya wananchi wa Tarime vijijini, lakini pia kwa niaba ya Watanzania. La kwanza, nimefurahi sana Mheshimiwa Spika kutoa maelekezo kwamba halmashauri zote zile ambazo ikaidi agizo la kununua madawa waletwe majina Jumanne ijayo. Nimefurahi sana kwa jambo hilo. Lakini jambo la pili, nimefurahi sana Mheshimiwa Spika kutoa maagizo kwamba kamati ikae na ilete majibu namna ya kusaidia shida ya mafuta nchini. Na naomba niwaambie Watanzania kwamba jambo hili wabunge tunaunga mkono pamoja na serikali, tutatafuta ufumbuzi kwa pamoja. Ni jambo la kwetu, jambo la Watanzania. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, niseme tu kwamba bunge hili linaitwa bunge la Tanzania. Bunge la Tanzania. Kwa kila mbunge aliyopo humu anatakiwa afanye kazi ya Watanzania waliomleta kutokea na walikotoka, aidha mkoa au jimbo. Hilo jambo likieleweka vizuri, maana bunge hili litafanya kazi ya wananchi. Kwa kusema hivyo, naomba nimpongeze Mheshimiwa Rais. Alipokuja kufungua bunge hili, Mheshimiwa Naibu Spika, alizungumzia mambo ya demokrasia ambayo ni mambo ambayo wananchi wanataka kusikia. Alizungumzia mambo ya katiba mpya, akazungumzia mambo ya maridhiano ya kitaifa, akazungumza pia akuunda tume ambayo imefanya kazi na mimi nimehojiwa. Hayo ni mambo ambayo Watanzania wanataka kusikia. Nikupongeze Mheshimiwa Waziri Mkuu. Umefanya ziara, nimekufuatilia sana. Umeenda Tanga, umeenda Kilimanjaro, umeenda Katavi, umeenda Rukwa. Kote ulikopita kuna maagizo umetoa na kuna kero umepewa. Sasa nataka nikwambie mambo ambayo watu wengi hawasemi, nataka nikwambie kwa sababu tunafahamiana. La kwanza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo tunapozungumza hapa, nchi hii ina vyuo vikuu vya umma na binafsi 57. Kwa hiyo ukifanya ziara unaongea na wasomi wenzako hata kama hawana PhD. Kila kijiji kuna wasomi wa level ya msingi, kuna sekondari, kuna degree, kuna masters. Ndio maana watu ukisema jambo wanalifuatilia, wanasema anasema nini, wanachanganua. Mheshimiwa Waziri Mkuu, umepewa kazi ngumu. Mimi nataka kufanya kazi mpaka wote mvi kabla ya miaka 5 kuisha, kwa sababu kazi uliyopewa ni ngumu, kazi ya kitaifa. Nataka nikuonyeshe Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sasa hivi umeleta mipango hapa ya mwaka mmoja, umetaja trilioni 1.7 mwaka 2028. Hiyo ni kazi ifanyike, madarasa patikana, matunda vyao. Waziri wa TAMISEMI alikuwa katibu mkuu. Tumemwambia kwenye kamati ya TAMISEMI, leo kwenye karne ya Waziri Mkuu, bunge la Tanzania linakaa kujadili kwamba shule imefungwa eti hakuna matundu ya choo. Watoto wanakalia mawe katikati ya utajiri huo. Hiyo kazi ya Waziri Mkuu, mtendaji mkuu, unayo kazi ya kufanya, tutakuunga mkono, pambana. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, umetaja mambo ya kusisitiza pale. Kwa mfano namba 5, makandarasi. Nenda wakupe taarifa makandarasi hasa wa maji na barabara hawajalipwa wazawa. Wamefilisika, wameuza nyumba, wamepoteza mwelekeo. Nenda mwalipe fedha zao. Swala la namba 6, umeelekeza wakuu wa mikoa wakashuka na matundu ya vyoo. Tunatakiwa bajeti ya mwaka huu waje wakurugenzi na wa halmashauri hizi watuonyeshe mpango mkakati. Ndani ya miaka mingapi shida ya matundu ya choo, madawati, viti na meza, maboma ya msingi na afya yataisha? Hiyo ni kazi ya kufanya. Namba 7, umesema maji yaende mashuleni, msingi na sekondari, maeneo ya makanisa na maeneo ya umma. Makandarasi wa miradi ya maji wanadai zaidi ya bilioni 600 hawajalipwa. Walipe, ulete maji. Watu wa vijijini tunataka maji, watu wetu wanywe, akina mama waoge, watakate kama wa mjini. Mheshimiwa Naibu Spika, iko hoja ya utawala bora, umezungumza uwazi, uwajibikaji, na umeelekeza pia kwamba miradi iwe ya ubora. Sasa nikwambia Mheshimiwa Waziri Mkuu, madiwani waliongezwa posho mara ya mwisho mwaka 2012. Nimeuliza mara kadhaa hapa, kama unataka miradi yenye ubora, unataka uwajibikaji, diwani unapeleka miradi yote utakayozungumza hapa na wizara zote, yataenda kwenye vijiji, itaenda kwenye kata. Hao wenye vitu wa vijiji, wenye vitu wa mitaa, waheshimiwa madiwani wanarozamikia bunge kila siku mpaka tutakamba nao. Sasa jambo hili lazima limefanyia kazi, hata kama hujaingiza kwenye bajeti mwaka huu. Ni vizuri waonyeshe unawezaje kuboresha maslahi ya madiwani, wenye vitu wa vijiji, wenye vitu wa mitaa, ili unapotuma kazi wanakimbia. Mtu anaenda kukagua mradi hata nauli hana. Unaenda mbunge wanakuomba hela ya matumizi. Zile kamati mbalimbali. Haya mambo ndio uboreshaji wa huduma za kijamii na miradi itakuwa ya bora. Mheshimiwa Waziri Mkuu na Mheshimiwa Naibu Spika, kuna hoja ya kulimbikiza mali za umma. Na hili naomba nile pause kidogo Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ulifanya ziara kwenye mikoa ile. Nataka nikwambie,
Mikoa ile ina wakuu wa mikoa, ina marasi, ina wakurugenzi, ina madedi, ina wakuu wa idara, watendaji wa kata, ipo kila sekta. Kwa nini uende wewe ndio uone shida? Kwa nini uende wewe ndio kuna mwanga uonekane? Au kwa nini mwenge uende kwenye wilaya ambayo kuna mtu ambaye analipwa mshahara miezi 12, miaka 60, permanent and pensionable, bila kumwasesi, kufanya tathmini? Hii kazi Mheshimiwa Waziri Mkuu ni ya kwako. Njoni na mpango. Sasa nikuulize, hivi wao hukumu mikoa hao, hivi ukiona vigezo kuna shida? Tukajua huyu ili apate ukuu wa mikoa, apate urasi, apate udedi, apate UDC, apate ukurugenzi, hao wafanye kama ma-CEO wa private, wenye vitu wa bodies mbalimbali, watendaji wakuu, washindane. Mheshimiwa Waziri Mkuu na Mheshimiwa Naibu Spika, ni fedheha tukizungumza, tutakuja kwa ripoti ile. Lakini nataka nikwambie, katika jambo ambalo Watanzania wanachukia ni kuja tunaomba hapa matundu ya choo, tunazungumza maboma hapa, tunazungumza habari ya maji, hospitali hakuna vitanda, hakuna madawa. Kuna watu watumishi wa umma ambao tumetunga sheria, wanatunzwa, wanalishwa, wanalindwa, wanatibiwa, alafu eti wanawaibia Watanzania. Na bunge hili likuwa kimya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutakuunga mkono utakapokuja na mkakati ambao unaonyesha watu wote ambao ni watumishi wa umma wana mali ambazo hazieleweki, hajafanya biashara, hafanyi chochote, ila baada ya kupata chao tu. Ulisema tango uadilifu. Sisi tunataka sio kuandika makaratasi. Tunataka viongozi wa umma wataje mali hadharani, tuone namna ya kufanya. Hayo ndio maneno ambayo Watanzania wanataka. Mheshimiwa Naibu Spika, na bunge hili linataka lifanye kazi ya Watanzania. Vyombo vyote, kama ni usalama wa taifa, ni usalama wa taifa. Kama jeshi la wananchi, hivyo hivyo. Mahakama, watu wanataka haki, wanataka maendeleo. Bunge hili Mheshimiwa Naibu Spika, lifanye kazi ya Watanzania. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni wakati wako, ni kizazi chako, una umri wa kutosha, una elimu ya kutosha, umepewa wasaidizi. Njoo na mambo ambayo watu wanalalamikia. Bunge hili lionekana la maana, na waziri mkuu hako sio ambayo ukifanana kina Sokoine walikuwa wakitangaza, watu wanajificha, watu wanapoteza pesa. Ni kwa nini? Ni kwa sababu watu wanalalamikia mambo ambayo yanatakiwa yafanyie kazi, na mtekelezaji ni serikali. Mtendaji mkuu Lameck Mwigulu Nchemba, daktari, washauri, wasimamizi, bunge la Tanzania, kiongozi wao nao Zungu, na naibu spika umekaa hapo, na waheshimiwa viongozi wengine. Haya mambo Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukiyafanyia kazi, tabasamu la Watanzania lipo nje. Tabasamu la Watanzania lipo nje. Na sisi mkubali kwamba ni kioo. Sisi Beckmanchurch ni kioo. Unapokuwa unajiangalia, nitakwambia taa imekaa vizuri, taa imekaa vibaya, hapo una doa, nenda kaoge. Usinichukie, penda wenye akili, pokea ushauri, tupambane kwa ajili ya Watanzania hawa. Tumepata fursa, Mheshimiwa Bunge, kwa niaba ya Watanzania. Tuna watu milioni 65. Jiulize mbunge, leo umekuja hapa kwa ajili ya nani? Hapo unamwakilisha nani? Watanzania wanasema nini? Sisi ndio tuamue Tanzania yetu kutoka hapa kwenda mbele iweje. Tukitaka iwe nzuri ni bunge hili, tukitaka iwe mbaya ni bunge hili. Tukipenda nchi yetu kwa maelezo ambayo yamezungumzwa, inawezekana. Rasilimali zipo na watu wapo na elimu mnayo na fursa mmepata na bahati ya kuingia kwenye bunge hili. Mheshimiwa Bunge mnaro, Mungu awabariki sana, asanteni sana. Asante sana. Mheshimiwa Waitara alikuwa ndio mchangaji wetu wa mwisho kwa mchana huu, na hivyo tumefika mwisho wa orodha ya shughuli za leo. Na nachukua nafasi hii kuwatakia kila la heri tunapoelekea kwenye siku ya Pasaka. Mwenyezi Mungu atupeleke salama na kurudisha salama tena hapa bungeni. Baada ya kusema hayo, naendelea shughuli za bunge hadi siku ya Jumatano tarehe 8 mwezi wa 4 2026 saa 3 kamili asubuhi.